Vijana wa kiume wengi tu wananiambia, yani kwa nini watu ninavyosikia wengi wakiingia kwenye ndoa pita miaka mitatu, kila mmoja amtamani mwenzie, kila mmoja amtamani kabisa mwenzie, mpaka wanaogopa kuoa. Lakini wakati mwingine hata vijana wa kike nao wamesema hivyo. Lakini kuna mchango mkubwa wa wanawake kuondoka kwenye hiyo nafasi. Nilichokigundua kwa uchunguzi wangu mdogo na kusoma vitabu na hapa na pale kutazama, ni kwamba wanawake nyakati hizi tumefundishwa kitu. Tumefundishwa kwamba mwanamke thamani yako iko kwenye nini unaleta ndani ya nyumba. Iko kwenye pesa. Tumefundishwa kama una hela utadharaulika. Lazima uwe na hela. Yaani kiasi cha wingi wa hela nilizo nazo, kiasi cha nini naleta ndani ya nyumba, kiasi cha kwenye akaunti yangu kuna nini, vimekuwa ndio vitu muhimu kwetu. Matokeo yake wanawake naweza kuwa nina ajira, nina biashara 2, nina vikoba 10, yani niko wanaita less. Jamani, mtu mwenye biashara 2 inabidi atoke kazini saa 11, apite Kariakoo, apite Manzese, akitoka hapa ana vikao vya vikoba 2, kila siku analala saa 6, anaamka saa 10 anaenda kazini ili awahi kazini. Kwa hiyo mtu atakuwa na shangwe. Inaweza kutoka wapi? Kwa hiyo wanawake tumeondoka kwenye hiyo nafasi, na mimi naomba niwaambie hivi kwamba hata ndoa zetu zinakuwa wakati mwingine zina ugumu kwa sababu ya wanawake sisi tunaondoka kwenye nafasi. Naomba nikwambie kitu kwamba anapokuwepo mwanamume, kwa sababu wewe mwanamke ambaye umeolewa huko kwenye ndoa, wewe binti ambaye siku moja utaingia kwenye ndoa, ni muhimu sana tukijue hichi kitu kwamba mwanaume ambaye yuko sawa nguvu ya mitazamo ndani hawezi kuoa kama hana uwezo wa kutunza mke wake. Hata oa, hata watu watamshangaa. Hivi wewe na kijana wako akiba anakuambia naoa, lakini yeye mwenyewe anakutegemea kila kitu hata kwa voucher. Si utamuelewa kabisa. Mwanamume mwenye mtazamo sahihi ndani, mwenye homoni zake ziko sawa. Mwanaume kwa Kiingereza wanasema a masculine man. Mwanaume mwenye tabia zote za kiume. Atakisha ana nyumba yake, ana uwezo wa kujilisha, ana uwezo wa kumlisha na kumtunza mke wake na mtoto. Akisha kuwa na hivyo, anaenda kutafuta mke. Anaenda kutafuta mke. Lakini mimi leo nataka nikuambie anachoenda kutafuta hasa ni nini? Sio mke. Kuna kitu anachoenda kutafuta. Anachokwenda kutafuta ni furaha, ni raha, ni utulivu, ni amani. Hivi ndio anavyoenda kutafuta, ndio alipopungukiwa. Umeona? Kwa hiyo anapokutafuta wewe kama binti, anakuangalia. Akiona kuna furaha inaonekana inazunguka wewe mwenyewe maisha yako binafsi kama binti. Kuna furaha ipo inakuzunguka. Kuna raha ipo inakuzunguka wewe binafsi kama binti. Kuna utulivu upo unakuzunguka wewe binafsi kama binti. Kuna amani ipo inakuzunguka. Ndio anajikuta anavutwa na wewe. Yaani unamvuta. Mwanamke huwa anavuta mwanaume. Atakuja mwenyewe kwa sababu unamvutia. Kinachomvutia ni nini? Ni ile furaha, ni ile amani, ni ule utulivu unaonekana, ni ile raha inayoonekana kwako. Na hiyo raha anaionaje? Anaiona kwenye shangwe, anaiona kwenye changamko. Anaiona kwenye kupendeza kwangu. Anaona kwamba ni mtu mwenye raha, anasogea. Sasa ngoja niwaulize wa baba mlioko hapa. Hivi umemwona binti? Ukaona yule binti, mimi nataka yule binti naona kwa kweli anaweza kanifaa. Ukaanza kusogea karibu naye. Sasa unaposogea karibu naye, unamkuta yuko hivi. Unamsalimia, habari za asubuhi. Unampata mara ya pili? Niambieni kwa sauti, unampata mara ya pili. Francis amesema nakimbia. Naomba niambie kwa sauti kila baba hapa, utapata mara ya pili. Wewe ni mara ya pili, kwa nini? Wewe unataka mke. Sasa yule sio mwanamke kapungukiwa nini? Ndio maana leo wanawake wenzangu nakwambieni, hakupata mke. Tukishaingia ndani ya nyumba tunajiona mimi ni mke. Sasa Tanzania yetu, dunia yetu imemfundisha mwanamke ni mbio kutafuta hela. Ukishahamia kwenda mbio unatafuta hela, unafikiri thamani yako iko kwenye hela badala ya kujua thamani yako iko ndani ya Kristo. Wewe ni mwanamke alishakuumba hivyo. Huna thamani nyingine kwenye hela. Wewe mbio unatafuta hela. Unafikiria hela ninayoleta nyumbani ndio thamani yangu. Huyu mwanamume ili anithamini mimi inabidi niwe na hela. Matokeo yake unachofanya nini? Yaani yeye mwanaume kama alikuwa hapa, sawa na wewe mwanamke ulikuwa hapo, sawa ulikuwa unamvuta. Kwa hiyo kila mara alikuwa akiwa hapa anataka kuja kwako, anatamani kukuona,
anatamani akusalimie. Yuko tayari. Wengine hata kama unapitaga njia fulani, nakumbuka mume wangu nilikuwa naendaga mahali fulani chuo pale, wakati ananipata nilikuwa napenda kukaa hapo discussion, nilikuwa kosi kupita ile njia, lazima apite pale. Unaona, kwa sababu nilikuwa namvutia, anataka kuja. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwa yeye aina ya mivuto aliyokuwa nayo ndani, kwamba ameshajiandaa, ameshafikiria ataishi wapi, ameshapata atakapoishi, ameshajua anaweza kutunza mke wangu, ameshajua anaweza kutunza watoto wangu, anatafuta mke, anachokitafuta ni ile furaha, ndio inayomvuta. Kwa hiyo inakuwa sasa kama zile sumaku zamani, inakuwa huku kuna hasi, huku kuna chani, zinakuwa zinamvuta, zinavutana. Sawa? Sasa mwanamke anayeweka bidii kwenye vikoba viwili, vikao vitatu, biashara 10, inamaanisha kaondoka ule upande ambao ni negative ule, kaja upande huu na yeye ni positive. Hiyo nimeweza kujieleza hapa. Zimekutana positive mbili, kwa hiyo hakuna mvuto. Mwanamke havutii tena. Hakuna mvuto, mwanamke havutii. Kwa hiyo zikikutana zile sumaku, hivi zamani mnakumbuka tulikuwa tulisogeza zinaenda hivi. Mnakumbuka? Kila mmoja anataka kwenda kwake. Amani inatoka wapi kwenye ndoa? Furaha na shangwe inatokea pale ambapo mwanamke umeamua. Mimi leo naomba niseme tu kitu kimoja katika vitu viko vitano ambavyo mwanamke unavihitaji. Na wanawake tunatakiwa turudi kwenye hiyo nafasi. Dunia imetufundisha mno. Imetufundisha mno. Thamani yako kwenye hela. Unafikiri atakuthamini kama una hela? Ukiwa na hela ndio atakuthamini. Lakini wakati mwingine tumetafuta hela, tukapata hela. Hela zipo, lakini unaongea na mwanamke anakuambia yani, unajua yani nachoka, sitamani hata kula, saa nyingine sitamani hata kuishi, na wengine wanakunywa sumu kabisa. Na hela amezitafuta anazo. Kwa unagundua unachohitaji sio hela. Unachohitaji ni wewe kuishi kwenye nguvu yako ya asili kama mwanamke. Yani kila saa nimekaa nawaza, yani hivi thamani yangu unafikiri nitathaminiwa kwamba nikiwa sina hela? Lazima niwe na hela. Kwa hiyo ni kama ndajiokoa kwa kuhakikisha kwamba nina hela ili nithaminiwe. Kwa hiyo nakimbia muda wote niko hivi. Mungu yupo mwanamke mwenzangu. Hebu muamini Mungu. Alikumba wewe kama mwanamke, akupe chochote kwa kiasi. Fanya kwa kiasi. Akupe kwa kiasi Mungu anachokupa. Vinginevyo kama wewe ni mwanamke umeolewa, ule mvuto ambao ulikuwa nao unatakiwa urejee. Ule mvuto ukikosekana, kunatokea repelling kati yako na huyu mwanaume. Matokeo yake bila nyinyi kujielewa, mnagombana tu hapo nyumbani. Kumbe ile nguvu imeondoka. Umeondoka kwenye ile nafasi. Mwanamke ambaye yuko kwenye survival mode, mwanamke ambaye yuko kwenye hali ya muda wote anawaza nahitaji kujiokoa, thamani ya maisha yangu ni mimi kuwa na pesa. Mwanamke ambaye anawaza hivyo ni sawasawa na yule mwanamke ambaye yuko hapa, na hebu fikiria kwamba hapa ni porini, alafu amesikia simba anaunguruma upande wa pili. Leo tunasema Yesu Kristo anaingia kwa shangwe. Leo tunasema nyumba yako iwe na shangwe. Kama simba yuko upande wa pili pale, shangwe unaitoa? Shangwe inatoka wapi? Lazima wewe unakimbia kama hizo resi za kutafuta hela. Vikoba vitatu, vikao viwili, biashara 3, vyote ni wewe mwanamke unafanya, na vingine umemficha na mume wako juu. Kwa sababu uko kwenye survival mode, ni kama kuna simba upande wa pili. Ondoka kwenye hiyo hali. Tunaweza kwenda pamoja Unapata kitu cha kusaidia Ondoka kwenye hiyo hali, kwenye mtazamo. Rudi kwenye kujitambua kwamba mimi nimeumbwa na Mungu na thamani yangu sio kwa pesa kiasi chochote. Mungu hela atakayonipa kwa kiasi itakuwa hiyo, lakini mume wako alichokifuata kwako hakufuata mke. Na ndio maana unaweza kuwa pale ndani. Mungu atuhurumie wale wanaume ambao kwa bahati mbaya wanakuwa sio watulivu na hofu ya Mungu imepungua, anakwenda kutafuta ile furaha, ile shangwe, ile raha, ule utulivu. Wewe unatafuta hela zote hapa, mwanzo unaenda kutafuta hivi kwa sababu akutafuta mke. Hivi ndio alivyovitafuta. Ukiliondoa hivi tu bila wewe kujua, wakati mwingine na yeye anaweza kawa anafurahi, kuna hela. Kwa hiyo mtu wangu jamani nijende. Kuna siku nilikuwa naongea na mama mmoja akasema, mume wangu aliniita house girl. Nilisikia naongea na mtu, huyu mama yani ana kazi kama house girl na zaidi ya house girl. Kisa nini? Mama yuko hapa nyumbani, kazi pale nyumbani anazifanya nyingi, ana mifugo pale nyumbani mingi, yuko busy na hizo kazi zote. Hakuna muda wa mume wake. Haupo, yeye muda wote amechoka, muda wote amechafuka, muda wote ni vurugu tu. Hakuna muda wa mume wake. Akifika kitandani gogo alifai. Kwa nini asione kama yuko na mfanyakazi hapo ndani? Ana mke anamfanya kazi. Anaweza kuwa anafurahia mifugo na hela zinazoleta, lakini asipokuwa
mtu wa kusimama imara katika kumjua Mungu ataenda kutafuta raha, ataenda kutafuta furaha, ataenda kutafuta utulivu. Hakuja kwako kupata mke. Naomba leo uchukue hiyo. Ondoka kwenye survival mood ili urudi kuwa kile alichokifuata ambacho kwa kinamvuta. Na sisi wanawake tumeumbiwa kuvuta. Na ndio maana sisi tumeumbiwa kitu kinaitwa oxytocin, hormone ndani yetu. Mungu ametuwekea inaitwa oxytocin. Hiyo oxytocin ni hormone ambayo iko ndani ya mwanamke, Mungu ameiumbia. Lakini pia hiyo oxytocin huwa inatoka mwanamke anapokuwa mjamzito, anapokuwa ananyonyesha, na inatengeneza mvuto kati ya mama na mtoto. Inatoka wakati wa tendo la ndoa, inaleta muunganiko kati ya baba na mama. Na hiyo oxytocin ni homoni ya kuvuta. Hiyo homoni ya kuvuta ndio kazi ya mwanamke Mungu alichomuumbia. Kwa hiyo tusiondoke kwenye hiki alichotuumbia Mungu, tukaanza kusurvive kwenye hiki ambavyo dunia imetuambia. Mwanamke, tumeambiwa vitu hivi. Matokeo yake maisha yanakuwa magumu. Tunahangaika kupita kiasi nyumbani, hakuna amani, hakuna raha, na vurugu zinazidi kuongezeka.